Mheshimiwa Yohana Steven Msita, mbunge wa Itigi, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge wa Itigi linauliza, je, lini serikali itamalizia ujenzi wa maboma ya zahanati katika jimbo la Itigi? Swali hili linakwenda kupewa majibu na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Jafar Seif. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Yohana Steven Msita, mbunge wa jimbo la Itigi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma ya zahanati yaliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi. Takwimu zilizokusanywa hadi kufikia mwezi Mei 2026 zimeainisha jumla maboma 1841 ya zahanati kote nchini, ambapo halmashauri ya wilaya Itigi ina jumla ya maboma matano. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 serikali ilitoa jumla ya shilingi bilioni 17.36 kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma ya zahanati 346, ambapo halmashauri ya wilaya Itigi ilipokea jumla ya shilingi milioni 150 kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma ya zahanati 3 za Njiri, Mlongaji na Kitanula. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya kukamilisha maboma ya zahanati yaliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi, yakiwemo maboma matano katika halmashauri ya wilaya Itigi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Yohana Steven Msita, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nishukuru kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri kuhusiana na mambo ya zahanati katika jimbo la Itigi. Sasa na ushauri, lakini na swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa kata za Ipande kwa maana ya vijiji vya Mkajenga, kata ya Mwamagembe katika kitongoji cha Matumaini, lakini kata ya Agondi, Damweru pamoja na Idodiandole havina vituo vya afya na huduma ziko mbali, na maeneo haya yana maboma tayari. Sasa nilikuwa naomba katika vipaumbele ambavyo serikali itatuletea fedha, maeneo haya yapewe kipaumbele cha kwanza ili yaweze kujengewa maboma, pamoja na jengo la RCH pale Itagata, pamoja na nyumba ya watumishi pale katika kijiji cha Mgambo. Swali la nyongeza la pili ni kwamba nini mpango wa serikali sasa katika kuongeza vifaa katika zahanati nyingi ambazo zimekuwa kwa kweli zina mapungufu ya vifaa tiba katika jimbo la Itigi? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ambavyo ameuliza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kusisitiza maeneo yenye vipaumbele, na Mheshimiwa Naibu Spika, ni miezi 6-7 iliyopita tulikuwa majimboni kuomba kura. Mheshimiwa mbunge analifahamu vizuri jimbo lake, na niwaelekeze wataalamu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kuendana na vipaumbele vya Mheshimiwa mbunge tunapoenda kutekeleza ukamilishaji wa maboma hayo ili akatoe tija katika huduma ya afya. Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ilikuwa nadra sana kwa vituo vyetu vya afya kuwa na digital ultrasound, digital x-ray, lakini kazi kubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameifanya nchi hii, sasa hivi unakwenda mpaka vijijini unakutana na ultrasound, unakutana na digital x-rays ambazo zinafanya kazi za upimaji. Kwa hiyo tunaendelea kuongeza vifaa, tunawasiliana wenzetu Wizara ya Afya ili MSD washushe vifaa katika zahanati zetu, vituo vyetu vya afya, na vikatoe tija ya huduma kwa wananchi. Zamani ilikuwa unafuata huduma hizi wilayani, lakini sasa hizi zinapatikana katika vituo vya afya vya kimkakati kote nchini, na tutaendelea kushusha vifaa kuhakikisha huduma bora zinaenda kutolewa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.